Naomba uketi na kusindikiza na kauli hii: hakuna kubarikiwa, hakuna kuguswa kama hakuna kufanya kwa uaminifu kutoka ndani ya moyo. Ukinielewa nielewe, usiponielewa na kuhurumia. Lakini hakuna kufanyika mambo hayo yote kama hakuna mguso kutoka ndani ya moyo. Huo ukiguswa kila kitu kitatengenezeka. Halo? Halo? Padre James Andrea Rahisi, ni padre wa mtaa wa Mkururu. Nimesimama hapa kuwakaribisha wageni wote waliokuja kujumuika nasi katika sikukuu hii ya leo, tena kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyowapa kibali kwa kutoka kila mtu nyumbani kwake, na niseme tu Mungu habarikini sana. Lakini zaidi ya yote niseme karibuni sana nyote. Leo tunafanya maadhimisho ya sikukuu ya kanisa letu, sikukuu ya mwili mtukufu wa Kristo hapa Mkururu. Mwili mtukufu wa Kristo, sikukuu hii huwa inafanyika kila mwaka mara baada ya siku ile ya Alhamisi ya Amri, ikitupa kumbukumbu ya siku ya kuanzishwa sakramenti Mbarikiwa. Lakini hatuiadhimishi siku ile ya Alhamisi ya Amri kwa sababu huwa inaangukia kati ya wiki ya mateso. Hivyo basi hatuwezi kuchanganya furaha na mateso ya Mwokozi wetu Kristo. Badala yake tunafanya maadhimisho haya Alhamisi ya kwanza mara baada ya sikukuu ya Utatu, tukikumbuka kwamba Kristo alikufa, akafufuka, akapaa, na baada ya kupaa Pentekoste, baada ya Pentekoste Utatu. Kwa hiyo haya maadhimisho ni maadhimisho ambayo yalianza mwaka 1235, yalianza mwaka wa AD 1235, na nyimbo zote, ushirika wote, masomo yote yaliandikwa na Mtakatifu Tomaso wa Aquino. Hivyo basi niwatakieni kila laheri wote tuliokusanyika katika maadhimisho haya leo, na Mungu atubariki sana. Bwana. Mimi ninaitwa Father Steven Albano, ni padri mhubiri pia wa siku ya ibada ya leo. Kwa neema ya Mungu, neno leo lilikuwa ni historia inayofuata, na kimsingi namshukuru Roho Mtakatifu aliniongoza tangu siku kadhaa zilizopita. Na kimsingi kwa sababu leo ibada yetu ilikuwa ni kuhusiana na mwili mtukufu, na kwa sababu hiyo katika mwili umejawa na historia tangu mtu anazaliwa, na tunashukuru Mungu kwamba ilifanyika baraka kwa hudumia wengine. Tunashukuru. Neno kwa watu ambao wengine wamelisikia, wengine pia watatazama, maana ya lile neno, watu wachukue mazingatio gani kwenye lile neno ukilinganisha siku ya leo? Yes, ni mazingatio makubwa ambayo watu wanatakiwa wayachukue. Moja, leo ilikuwa mwili tunaoadhimisha ni wa Yesu, mwili ambao una uhusiano moja kwa moja na Mungu wa mbinguni. Lakini wakati tunasema habari ya historia, kila mtu amebeba historia kwa familia yake, kwenye koo yake, lakini leo tulitamani watu wajifunze kuwa na historia mpya ya wao kuwa wamezaliwa wapya na Mungu, na wao pia ni wa Mungu. Haijalishi historia za nyuma na familia yao, koo zao na jamii kwa ujumla. Hivyo wajue kwamba wana historia pana kwa Mungu mwenyewe, kwamba anawapenda na wao ni watu wa Mungu bado, haijalishi wanapita wapi. Mtumishi, swali la mwisho. Je, historia yetu inabeba hatima ya maisha yetu na nini tukifanya? Bila shaka historia ya mtu mara nyingine, kama hakutokuwa na jitihada za makusudi za kuinusuru, inabeba hatima yako, kwa sababu kuna watu wanaumia na kuhangaika sasa kwa ajili ya historia. Kitu cha msingi ni kuzifuta historia, kama Biblia inavyosema wakati Paulo wanawaandikia Wakolosai, anasema utu wetu wa kale umefutwa na Kristo Yesu. Na kwa sababu hiyo njia pekee ya kufuta hiyo historia ya zamani ni kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, ili atengeneze historia mpya ndani ya maisha yetu.
Mimi naitwa Achari Jana Kabila, ni mshauri wa Kristo wa kanisa Anglikana. Nimefurahi sana kufikia siku hii, na isitoshe leo tuna maadhimisho ya sikukuu ya kanisa la Anglikana Lulu ambayo inaitwa sikukuu ya mwili mtukufu. Hii sikukuu inaadhimishwa kwa mwaka mara moja, na tumefurahi sana ujio wa watu jinsi walivyokuja kutusaidia kusherehekea hii sikukuu yetu. Kwa hiyo tunazidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na waendelee hata kwenye makanisa mengine, na hatimaye tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atubariki turudi salama majumbani mwetu. Kwa jina naitwa Esther Selemani, mshauri wa Kristo mtaa. Nafurahi sana 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 na nimefurahi sana kwa ajili ya sikukuu ya mwili mtukufu ambayo tunaiadhimisha kila mwaka, na nilichofurahi zaidi juu ya mhubiri ametulisha neno zuri sana ambalo linajenga. Kwa hiyo nashukuru sana, sikutegemea kama ningefikia siku hii ya leo, ila ninashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amenifikisha mahali hapa na nimeshiriki ibada yote. Kwa hiyo nafurahi sana 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 tena sana. Asifiwe. Shalom, shalom. Binafsi jina langu naitwa Edina Sebastian Kanyimbi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada nzuri iliyofanyika leo katika kanisa la Mkuu. Kwa hiyo tumemwona Mungu akituhudumia na kutusaidia. Tumemfurahia Mungu katika vipindi vyote. Tunaamini kabisa na watu walio pamoja na sisi wamemwona Mungu. Yes. Kilichonisukuma kuja of course ni upendo, lakini ni huduma kwa maana ya utumishi. Yes, kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya upendo, but tumekuja pia kwa ajili ya kumtumikia Mungu, maana Biblia inasema jinsi gani kijana anaweza kumpendeza Mungu. Inasema ni kupitia kuzifuata njia za Bwana. So ni miongoni mwa njia ya Bwana ambayo tumefuata na tumefurahia. Sio kutumbuiza, kuja kuabudu na kusifu. Nimejisikia vizuri. By the way, nimefurahi sana. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu kupitia jina la Yesu. Naitwa Bartolomai Chenga, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania kutoka maeneo ya kusini mwa Tanzania. Siku ya leo nimefurahi sana kujumuika mahali hapa katika kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji. Tulikuwa na ibada nzuri katika kanisa la Anglikana Mkululu. Tumemwona Bwana sana 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 sana. Tumeimba, tumecheza, tumebarikiwa kwa mambo mengi ambayo yamekuwa yanaendelea mahali hapa. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana kwa wote ambao wanaendelea kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii na wanaangalia Masasi One TV. Endeleeni kufuatilia, like, kusubscribe, comment na kushare ili channel hii iendelee kuwabariki watu wote wa Masasi na maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Tanzania kupitia vipindi vizuri ambavyo Mungu awabariki sana. Naitwa Rozi Josefu, ni muumini wa kanisa hili la mwili mtukufu Lulu Anglikana. Leo ni siku ya sikukuu, siku ya ukumbusho ya mwili mtukufu wa Yesu. Sikukuu imefana, tunamshukuru Mungu, tumelishwa neno zuri na mtumishi wa Mungu ambaye alisimama kwa siku ya leo kwa ajili ya neno. Tumebarikiwa sana. Kitu gani ambacho leo kimekufurahisha zaidi kwenye sikukuu yenu? Ni mengi amenifurahisha. Kwanza neno ambalo tumepewa na mtumishi wa Mungu, tumekwenda kutubariki kutoka katika Injili ya Luka. Lakini pia kuna vikundi mbalimbali vya kwaya ambavyo vimekwenda kutumbuiza mahali hapa. Tunashukuru, sikukuu imepita salama.